kweli wananchi wanaumizwa sana, na ndio mara ya kwanza kabisa kusikia kwamba kumbe watu wanaokopesha ni lazima wawe na leseni ambazo zimetolewa, zimezinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na mimi nilikuwa na shauri Benki Kuu, kwa kuwa ni taasisi kubwa, ndio yenye mamlaka ya fedha zote za nchi hii, ni vizuri wale wakopeshaji fomu zao zilitakiwa ziwe na alama ya BOT ili kuthibitisha kwamba hawa wana leseni na wameidhinishwa kukopesha wananchi kwa gharama nafuu. Mikopo umiza, watu wanakopesha tu, yani siku ya kuja kudai wanadai ovyo ovyo. Mimi mwenyewe katika mikopo umizwa, mimi mwenyewe ni mlenga, nishawahi kuumizwa, nimejifunza sana. Mimi mwenyewe nitakuwa nikiunganishwa kwa sababu nimetoka hapa, nimejifunza, kwa sababu watu wamekuwa wakiumizwa, watu wamekuwa wakirizwa, watu wanauza nyumba, watu wanashindwa kusomesha watoto kwa sababu ya mikopo umiza. Kwa kweli nimejifunza, nimefurahia sana. Wanakopa sijui wao wenyewe wanasaini tu, hawawapi nini kopi, hawawapi kitambulisho chochote. Yeye mwenyewe akija kushika vitu vyake anakosa nani sehemu ya kufanyaje ya kumsaidia, wao wenyewe wanampitisha tu kumpelekesha vitu vyake, wanakaa navyo vyote. Wale wanaotoa mikopo ya kuumiza, naomba wasituumize, ila na sisi watusaidie, na sisi tupate nini. Mbona kama kamtaji kangu nikiendelea napika vitumbua vyangu napata faida, naweza nikanunua hata kiwanja, ninaweza nikanunua hata nini. Wananchi wengi hususan katika wilaya ya Magu hawana utambuzi na uelewa kuhusiana na swala zima la mikopo, hasa kwenye zile taasisi za fedha ambazo zinatoa mikopo pasipo kuwa na leseni. Hii imetuletea changamoto kubwa sana, kwa sababu ofisi ya mkuu wa wilaya inapokea malalamiko mengi sana ya wananchi kwamba wamekopa kwenye taasisi ambazo zinawaumiza kiuchumi, na matokeo yake ni kwamba sio kwamba zinawaendeleza kiuchumi, ila zimekuwa zikiwanyonya kiuchumi. Kwa hiyo elimu hii ina impact kubwa sana kwa jamii, sababu jamii inapata uelewa kuhusiana na swala zima la mikopo, ni sehemu gani sahihi wao wanatakiwa kwenda kukopa, kwa maana ya kujua ni riba itakuwa ni kiasi gani, atafanya calculation, atajua kwamba gharama ya mkopo, mwisho wa siku ataenda kukopa sehemu ambayo itamsaidia yeye kumuinua kiuchumi. Ni sehemu ya kampeni hii pia kuelimisha umma kwamba watu wanatakiwa wakope kwenye taasisi ambazo zimepewa leseni, na ni muhimu anayefanya hiyo biashara awe na leseni. Sasa kutokuwa na leseni na ukafanya hiyo biashara ni kinyume cha sheria, ni kosa kisheria. Kwa hiyo ukikosa unatakiwa ushtakiwe na upelekwe mahakamani kama makosa mengine yoyote. Kuna faida ya kukopa kwenye taasisi iliyosajiliwa, kwa sababu ukipata tatizo lolote unaweza ukaomba ushauri, BOT ikaingilia kati. Sasa mtu ambaye hajasajiliwa ukikopa kwake kuna msaidizi, kwa sababu umeenda kwenye sehemu ambayo kwanza hajasajiliwa, pili hafahamiki. Kwa hiyo inakuwa wewe mwenyewe unajiweka katika hali mbaya zaidi.